Mchambuzi Hasi Rafaeli amemwagia sifa kemkem kocha mpya wa klabu ya Young Africans Pedro. Ameandika, soka umabomba limetoa Jangwani. Kocha anatoa uhuru mkubwa kupiga mashuti nje ya boksi. Anapenda sana wachezaji wake washinde second balls na kujaribu nje ya boksi, ndio maana mpira wake unaitwa umabomba. Kocha Pedro kabla ya kujiunga na Young Africans alikuwa ni kocha mkuu wa timu ya taifa ya Angola National Football Team kuanzia 2019 mpaka 2025. Ni Mreno na alizaliwa Februari 7 mwaka 1976. Mbinu za namna anavyotaka timu yake icheze. Kwa kuzingatia sifa na historia ya kocha Pedro, hapa ni mbinu ambazo anaweza kuzitumia kuimarisha Yanga: umiliki wa mpira, mpambano wa kati na kubadilisha haraka. Kocha Pedro anapendelea timu zilizodhibitiwa na mpira, zenye mfumo wa kati imara na uwezo wa kubadilisha mchezo wake haraka. Kwa Yanga hii inaweza kutafsiriwa kama kuimarisha jinsi wanavyoshikilia mpira, kuanzisha mashambulizi ya haraka kwenye nafasi zinazofungua na kucheza viungo kwenye uwezo wa kuleta mvuto. Kocha Pedro pia amekuwa muumini wa kuendeleza vipaji na ushirikiano kati ya wachezaji vijana na wakubwa. Pedro amekuwa na sifa ya kuwekeza kwenye vipaji vya vijana na kuchanganya na wachezaji wenye uzoefu. Kwa Young Africans hii ina maana ya kutambua wachezaji wenye uwezo wa ndani Tanzania na kuwapa nafasi pamoja na wachezaji wakubwa kuunda timu yenye mchanganyiko. Hivyo kuanzisha programu ya maendeleo ya vijana ndani ya klabu na kuwekeza mazoezi maalum kwa wachezaji wachanga. Mfumo wa ulinzi na mashambulizi yenye uwiano. Hata ikiwa na mtindo wa kusaka ushindi, kocha Pedro pia anatafuta uwiano. Timu haipaswi kujishibisha kushambulia bila kulinda mistari yake. Kwa Young Africans hii ina maana ya kuhakikisha kwamba timu sio tu inashambulia bila mpangilio, bali pia iwe na mfumo wa kujibu mashambulizi ya wapinzani. Pendekezo: kufundisha wachezaji misingi ya kupiga press, kujitokeza mapema na kujibana nyuma, na pia kuhamasisha wachezaji wa mbele kufanya kazi ya kwanza ya ulinzi. Matengenezo ya kikosi na ubunifu wa mechi. Kuna ushahidi kwamba Pedro anapenda kubadilika na kuleta mbinu tofauti kulingana na adui na mechi. Kwa Young Africans itafaa kuandaa seti za mbinu, game plans tofauti kwa kila adui. Kwa mfano dhidi ya timu zinazoangalia kuchezwa kwa mpira mrefu au za kubeba mpira au zinazomiliki mpira. Kocha aweke mkutano wa ndani kila wiki kwa takwimu za mpinzani, fursa na hatari, kisha maandalizi maalum kwa kila mechi. Katika michuano ya bara CAF Champions League, kujiandaa kwa kiwango cha kimataifa, Yanga imechukua hatua ya mabadiliko wakati huu ambapo inalenga kufanya vizuri zaidi kwenye michuano ya Afrika. Kwa hiyo, mbinu zinapaswa kuwa kustawi si tu kwa ligi ya ndani bali pia kwa kiwango cha kimataifa. Kujaribu kuwa tayari kwa mashindano ya muda mrefu, kusafiri mazingira magumu ya ugenini, kuimarisha maandalizi ya kisaikolojia, kuhakikisha usawa wa mabadiliko ya muda time zone mazingira ya ugenini, na kuwa na viwango vya mazoezi ya hali ya juu. Na hii ni Neli TV. Asante kwa kuendelea kutufuatilia. Pia usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili endelee kufuatilia taarifa zetu mbalimbali za michezo kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Mimi ni Sport Lady Kemiza, hadi wakati mwingine, bye.